Salamu zetu za dhati zipate kuwafikia wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo, muda mlipo na majira mliopo, na tunatumaini kwamba mnaendelea vizuri kwa neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na tunatumia fursa hii kwa karibisheni kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku, na tutakwenda kuanzia mara moja katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama bado ni tete. Na huko jimboni Kivu ya Kusini, siku ya leo tarehe 2 Februari mwaka 2026, jeshi la taifa FARDC kupitia msemaji wake Kapteni Sylvain Bijanu wa 33e Region Militaire aliweka wazi ya kwamba mji wa Minembwe umerudi rasmi chini ya udhibiti wa FARDC na wapiganaji wa Zalendo baada ya siku za mapigano zipatazo 4. Eneo hilo la Minembwe lililopo katika nyanda za milima mirefu tarafani Fizi mkoani Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limerudi chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC hiyo jana Jumapili tarehe 1 Februari mwaka 2026. Kwa mujibu wa Kapteni Sylvain Bijanu, aliweka wazi ya kwamba na nukuu, kutokana na ubora wa FARDC mahadui wa amani walilazimika kurudi nyuma. Chui ama Leopard walishinda na wakarejesha udhibiti kamili wa Minembwe na maeneo ya jirani, mwisho wa kunukuu. Msemaji huyo wa jeshi aliongeza kuwa katika kipindi cha siku 4 za mapigano FARDC waliweza kulazimisha mkakati wao dhidi ya muungano unaotuhumu kupigana bila lengo na la wazi kwa niaba ya maslahi ya Rwanda. Lakini tena hii leo baada ya majeshi hayo kuwasili katika mji wa Minembwe Centre, FARDC na wapiganaji wa Zalendo wamesadikika kupokea maagizo rasmi ya kujiondoa kwa muda katika Minembwe Centre, eneo ambalo uwepo wao ulikuwa tayari umesharipotiwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, baadhi ya wanachama wa muungano wa M23, AFC, RDF, Twirwaneho, Red Tabara na FNL wanadaiwa kuvua sare zao za kijeshi na kujichanganya miongoni mwa raia huku wakiendelea kubeba silaha zao. Lengo linalodhaniwa la mbinu hii ni kuchochea mapigano wakiwa wamevaa mavazi ya kiraia ili kuwasingizia FARDC na wazalendo endapo kutatokea vurugu dhidi ya raia. Huu ni mkakati unaolenga kudanganya maoni ya umma wa kitaifa na hata ule wa kimataifa pia. Kutokana na tishio hili na kwa nia ya kuepuka mtego wa kiusalama, mamlaka husika zimeona ni vyema kuviondoa kwa muda vikosi vya FARDC na wazalendo kutoka katika jimbo la Minembwe, kutoka katika maeneo ya Minembwe. Na tuwakumbusheni ya kwamba mpango mbadala wa operesheni ama plan B ya operation bado unaendelea kutekelezwa, ukilenga kuhakikisha usalama wa maeneo ya pembezoni mwa Minembwe Centre kabla ya mawasiliano yoyote rasmi. Kwa sasa vikosi vya serikali vinaendelea kudhibiti ukingo wa eneo hilo na kambi kadhaa za muungano huo zimekwisha kuvunjwa na kudhibitiwa, huku tukithibitisha kuwa vikosi vya serikali vipo hivi sasa katika maeneo ya karibu na Minembwe Centre. Hadi sasa zaidi ya wanajeshi 40 ama 40 wa Rwanda wamekamatwa mateka na FARDC na wazalendo. Mchakato wa kusafisha eneo unaendelea na FARDC zinapanga kutangaza taarifa rasmi kuhusu hili. Vikosi vya maadui vilidhani kuwa vimepata udhibiti wa nyanda za milima mirefu na mifupi katika wilaya ya Fizi, Uvira na Mwenga kwa kutumia ramani na mipango yao. Hata hivyo vilishangaa na kushindwa kukabiliana na upinzani na mapigano yaliyoongozwa na vikosi vya serikali. Na kwa hivi wa kujiita Kanali Sematama, ambaye hivi karibuni alichukua nafasi ya Kanali Rukundo Makanika kama kiongozi wa muungano wa Twirwaneho, Ngomino, Red Tabara na FNL unaofanya operesheni zake katika wilaya ya Fizi, Uvira na Mwenga, amehamisha makao makuu yake mapya katika
katika kijiji cha Lemera, makao makuu ya utawala wa jadi wa Wafuliru. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, amekimbia Minembwe na kuhamia Lemera ambako sasa anasimamia shughuli za kijeshi za muungano huo. Na tukijielekeza jimboni Chopo ambako serikali ya jimbo hilo limetangaza kuwepo na shambulio la kivita lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangboka uliopo takriban kilomita 10 kutoka jiji la Kisangani, ila shambulio hilo limepata kuzuiwa kati ya asubuhi ya Jumamosi tarehe 20 na tarehe 31 Januari na usiku wa Jumapili tarehe 1 Februari mwaka 2026. Kwa mujibu wa mamlaka za jimbo hilo, droni za kijeshi zilizokuwa zimebeba silaha zisizo za kawaida zilitumika katika operesheni hiyo inayodaiwa kufanywa na muungano wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Serikali ya jimbo imetaja tukio hilo kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na za kibinadamu pia. Chanzo hicho kimeongeza kuwa uingiliaji wa haraka wa FARDC uliwezesha kudhibiti na kuharibu droni 8 kabla hazijafikia malengo yao. Hakuna uharibifu mkubwa wala vifo vilivyoripotiwa. Serikali ya jimbo hilo imepongeza utayari na weledi wa FARDC na kulaani kile ilichokiita jaribio la kigaidi, huku ikiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dhati na za kuzuia dhidi ya uchokozi unaodaiwa. Aidha, mamlaka zimewahakikishia wakazi wa Kisangani na maeneo ya jirani ya uwanja wa ndege kuwa hali iko chini ya udhibiti na zimewahimiza kuendelea na shughuli zao za kawaida, huku zikisisitiza umakini na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama endapo kutabainika miondoko yoyote ya kutiliwa shaka. Na katika ngazi za kidiplomasia, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anapatikana mjini Abu Dhabi katika Falme za Kiarabu kwa ajili ya kusaini makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa kina kati ya nchi hizo mbili, hafla itakayofanyika leo hii Jumatatu tarehe 2 Februari mwaka 2026. Kwa mujibu wa chanzo hicho, RDC na UAE zitasahini makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa kimkakati baada ya miaka miwili ya mazungumzo. Sherehe hiyo itafanyika katika ikulu ya rais wa Kasr ikulu ya rais ya Kasr Al Watan mbele ya rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan na rais wa RDC Felix Antoine Tshisekedi. Na kwa kuhusiana na dili ya madini iliyopo kati ya DRC na Marekani, wawakilishi na viongozi wa kanisa Katoliki Senko wameonya umma kuhusu uwezekano wa mkataba wa madini kati ya DRC na Marekani, ikidai kuwa mkataba huo unaweza ukaathiri vibaya mustakabali wa vizazi vijavyo. Wasiwasi hii inastahili kusikilizwa, na hata hivyo unapaswa pia kuhojiwa na kuchambuliwa kwa kina, kwa sababu ni kwa karne nyingi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikikalia utajiri mkubwa wa asili. Mababu zetu waliishi juu ya dhahabu, coltan na almasi, lakini hawakuwa na maji safi ya kunywa, hospitali zinazofaa wala makazi ya staha. Leo sisi ndio hao vizazi vijavyo vya jana vilivyogeuka kuwa kizazi cha sasa, na hali haijabadilika bado. Tumeketi juu ya madini hayo na bado tunakosa mambo ya msingi. Kwa mantiki hiyo, je, ni sahihi kweli kukataa kwa kisingizio cha kesho isiyoeleweka mkataba hata kama ni wa muda mrefu, sijui miaka wanasema miaka 99 ama nona neva, ambao ungeweza hatimaye kuiwezesha nchi kupiga hatua ya maendeleo? Mkataba unaoweza kuchochea uanzishaji wa viwanda, kuunda ajira, kufadhili elimu, kujenga miundombinu na zaidi ya yote kuachia watoto wetu Kongo inayoendelea badala ya nchi iliyojaa rasilimali lakini maskini hawana kila kitu. Madini yasiyotumika yaliyobaki chini ya ardhi yanatufaa kwa nini kama si kuendeleza umaskini, kutengwa na hali ile ile isiyobadilika? Swali la msingi huenda si kama tunapaswa kuyachimba au la, bali ni jinsi ya kuyatumia kwa hekima ili yawanufaishe kweli taifa na wananchi wake.
Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengi TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi.